Wananiita Official Rose D na ni mhabarishaji kupitia channel yako pendwa kabisa ya Biomedia. Nikuuliza mtazamaji, umesubscribe? Kama bado, basi gusa alama ya kengele, endelea kutufuatilia kila wakati katika update mbalimbali, habari mbalimbali ili uweze kuhabarika kwa wakati sahihi. Jina langu ni Official Rose D. Leo tunaangazia taarifa ambako mama mzazi wa Humphrey Polepole kauli yake imewaliza Watanzania wengi, ataka apewe mwili wa mwanae au zike mwenyewe. Mambo yamekaaje? Jamani, unaendelea kutazama Biomedia na update mbalimbali, na leo tunaangazia katika tukio ambalo linazidi kuzua sintofahamu na hisia kali kwa jamii ya Watanzania wengi. Ni aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba, Humphrey Polepole. Yeye aliweza kuripotiwa kutoweka katika mazingira ya kutatanisha siku ya jana, na BBC imeweza kufanya mahojiano maalum na mama yake mzazi ambaye anafahamika kwa jina la Anna Mary Polepole, ambaye kwa uchunguzi mkubwa ameweza kutoa wito kwa mamlaka kuhakikisha mtoto wake basi anaweza kurudishwa akiwa hai au la. Lakini pia kwa masikitiko, hata ikiwa ni akiwa amefariki, pia Bi Anna Mary Polepole ameomba kupatiwa mwili wa mtoto wake. Kauli yake imeweza kugusa mioyo ya wengi, ikionyesha uzito wa mateso ambayo anayapitia kama mzazi ambaye hajui hatima ya mwanae mpaka sasa hivi. Mama Polepole ameweza kusema hawezi kuwa na amani hadi pale ambapo atapata taarifa za uhakika kuhusiana na mtoto wake. Lakini pia kwa upande mwingine ameweza kuomba msaada wa haraka kutoka kwa vyombo vya dola, viongozi wa serikali pamoja na jamii kwa ujumla, ili basi kuweza kusaidia katika juhudi za kumtafuta mwanae. Lakini pia uchunguzi wa mzazi kuona mwanae akitoweka bila maelezo ni mkubwa, na hali hii imeweza kuacha Watanzania wengi pia na maswali mengi kuhusiana na usalama wa viongozi wetu, lakini pia raia kwa ujumla. Na katika hatua nyingine, basi jeshi la polisi limeweza kutoa taarifa kuwa limeanzisha rasmi uchunguzi wa tuhuma za kutekwa kwa Humphrey Polepole. Ingawa sasa taarifa hiyo imeweza kuleta matumaini kwa baadhi ya watu kwamba suala hili sasa limeanza kushughulikiwa rasmi, lakini bado kuna sintofahamu, kwani jeshi hilo limeongeza kuwa linamtafuta ndugu wa Polepole ambaye alifahamika kwa jina la Agustino Polepole ili aweze kuthibitisha tuhuma hizo za kutekwa kwa ndugu yake. Hali hii, mtazamaji, inaonyesha bado kuna mkanganyiko mkubwa sana kuhusiana na taarifa rasmi za kutoweka kwa Humphrey Polepole. Je, alitekwa? Je, alijificha? Je, kuna sababu za kiusalama ambazo zinazuia kutolewa kwa taarifa kamili? Haya ni baadhi ya maswali ambayo wananchi tu wanaendelea kujiuliza, huku akisubiri taarifa rasmi na kamili kutoka kwa vyombo vya serikali. Humphrey Polepole, utakumbuka mtazamaji, ni mmoja wa viongozi ambao walitumikia taifa la Tanzania katika nafasi nyeti, akiwa mbunge, kada wa Chama cha Mapinduzi na baadaye balozi. Kutoweka kwake bila maelezo ya wazi kunazua maswali mengi kuhusiana na usalama wa viongozi wastaafu na walioko madarakani, lakini vile vile inazua wasiwasi kwa familia, marafiki na wananchi wa Tanzania kwa ujumla. Jamii ya Tanzania kiukweli inaendelea kusubiri kwa hamu sana taarifa mpya kutoka kwa mamlaka husika kuhusu hatima ya Polepole. Ni matarajio ya wengi kuwa uchunguzi huu utaendeshwa kwa weledi, uaminifu na haraka, ili ukweli uweze kujulikana na haki iweze kutendeka. Right now, kilio cha mama Anna Mary Polepole ambaye ni mama mzazi wa ndugu Humphrey Polepole kimekuwa sauti ya maelfu ya wazazi na ndugu ambao wanapitia mateso kama haya, na pia ni kilio cha upendo wa mzazi na wito kwa jamii kuwa na mshikamano wakati huu wa magumu. Ni muhimu pia Watanzania kuungana kuonyesha mshikamano na kushinikiza ukweli kufichuliwa kwa njia ya amani pamoja na kisheria. Na wakati uchunguzi ukiendelea, basi Watanzania wanaombwa kuwa watulivu, kuacha kusambaza taarifa zisizothibitishwa na kutoa ushirikiano kwa vyombo vya dola ili kufanikisha kupatikana kwa ndugu Humphrey Polepole. Update tunaendelea kuziangazia mtazamaji, na tutaendelea kukufikishia what next, nini ambacho kimejiri. Endelea kusubscribe, kushare, kulike, kucomment, itapendeza. Till next time, call me Official Rose D.